Je, hasira za Wakenya dhidi ya Rais William Ruto zimefika kiwango cha kutisha kuliko kipindi chochote kile? Kwa sababu baadhi ya wananchi wameanza kutoa kauli kali sana mitandaoni, kauli ambazo zimewaacha wengi wakijiuliza kama Kenya inaingia kwenye kipindi hatari zaidi kisiasa. Kutoka kwa kijana aliyesema angetamani kuwa karibu na rais wakati wa shambulio la Kilifi, hadi kwa wengine wanaodai shetani mwenyewe ameacha kumhangaisha Ruto ili aendelee kugandamiza Wakenya. Leo nitakuonyesha video 5 ambazo zimewaacha Wakenya wengi wakitetemeka mitandaoni, na swali kubwa ni je, Kenya inaelekea wapi? Sasa tuanze na video ya kwanza ambayo imewaacha watu wengi wakiwa wameshtuka mitandaoni baada ya taarifa kusambaa kuhusu tukio lililotokea Kilifi, ambapo Rais William Ruto alikumbana na hali ya taharuki alipokuwa akiongea na wananchi. Kijana mmoja aliamua kuongea akisema jambo lililowashtua wengi. Kijana huyo alisema kuwa anatamani angekuwa yeye aliyepata nafasi hiyo, akidai kwamba leo hii mambo yangekuwa tofauti kabisa nchini Kenya, manake rais asingekuwepo. Kauli hii ilianza kusambaa kwa kasi sana mitandaoni, huku baadhi ya watu wakisema hasira za wananchi zimevuka mipaka, lakini wengine wakidai hii ni ishara ya namna wananchi wengi walivyochoka na hali ya maisha nchini Kenya. Mimi hata nasikia watu wakisema sijui Ruto alikuwa anatakiwa, anataka kuuliwa, sijui anataka kufanyiwa nini, sijui anawagiwa. Mr. Speaker, mimi ningekuwa na uwezo naweza fika kwa William Samuel Ruto tu nifike tu penye huyo kijana alifika. Wale bilai babangu amuke. Ruto sasa angekuwa ningekuwa nimeshamalizana na hiyo kazi. Wale bilai mimi nakwambia Ruto. Nakwambia kwa hii Kenya mtu mwenye sipendi. Mwenye nikiwachia kwa room moja. Ruto. Na huyu gavana Nairobi hapa. Na Pasaris. Hao watu watatu. Wale babangu nikibaki tu kwa room moja. Sijui naweza wafanyia nini. Bwana naoko tafadhali nikuve, lakini ni kweli nimeweka kwa history kila mahali Kidero Jasuba alikufia wa Kenya. Na kama alisababu moja yako mwenye anaweza nipatia bomu, siku moja nipatiwe tu. Niende tu pale tu kwa mkutano ya Ruto. Tafadhali wa Kenya wakufe milioni moja, lakini wa Kenya milioni tunakonga 40 milioni tunakonga na 58 milioni. Tafadhali 57 wabaki kama wako maisha mzuri. Kwa sababu ukiangalia mtu mwenye fanya wa Kenya wanatembea na patipati. Mkenya anatembea na sweta moja. Anatembea na inawe moja mwenye alinunua 2022 ni Ruto. Mwanaume jaiba hiyo inawe kwa sababu ya William Samuel Ruto. Atanunua inawe ya mtoto ataenda shule na nini? Atakula nini? Mr. Speaker, hata saa hii ile maisha sisi tulilelewa kama tuko wadogo. Kuchukua zile vitambaa wanararua ukifunika naye mtoto zimeanza kurudi. Wewe utaaford pampers, mtoto ununulie pampers umlale njaa. Wewe mwenyewe unataka kununua pampers, unataka ukule. Sijui stima imepandishwa. Candle ilikuwa inanunuliwa 10 bob wakati wa Uhuru. Sasa candle ni 20 bob. Kibiriti tu peke yake ilikuwa inanunuliwa 5 bob. Siku hizi kibiriti moja ni 10 bob. Mayai ilikuwa inanunuliwa 80 bob. Just imagine that mayai siku hizi credit inatoshana na unga bandari moja. Unga ati mayai kreti moja natazana na unga bandari moja. Mr. Speaker, kama Mungu ndiye alituletea huyu William Samuel, tafadhali Mungu chukua Ruto uende na yeye. Harambe! Aende masiende. Aende masiende. Nasikianga watu wanasema Ruto hakuna pala anaenda. Ruto alizaliwa wapi? Sigoi iko tu hapa. Nakuuliza fare Sigoi naweza nishinda mimi kupatia taende nyumbani. Si 1000 pesa Ruto amefika Sigoi. Unajua fare naenda na Nyanza huko mimi Mfangano natumia 2000 na bado napanda feri. Ni fare mingi sana. Ruto nikumpatia 1000 naende kwa akae kwa mlango wa bibi yake. Alinde kuku. Mimi kitu na umwanga na Wajaluo wetu. Wajaluo kuweka mtu kwa hii government, lakini unapata Mjaluo ati Gino Oseka. Wewe unasema Osekao. Hujaipitisha hata president. Wewe mwenyewe uko ulilaniwa. Wewe umepiga kura mara sijui 40 years. Hujaipitisha president. Sasa huyu Sangwenye mwenye mweka unatapita. Mr. Speaker, mimi nawaambia for free leo. Hata tu walete tu mwendazimu wewe utapatia kura. Sasa mimi naambia for free, hata walete mwendazimu, hata ule mama anatusumbuanga hapa akuleta, tunampigia kura. Hata usiku wa manane. Hata kama ni usiku wa manane tunampigia kura, lakini si William Samuel Ruto. Na wewe kama ni muoga, rudi kwa tumbe ya mama yako. 2027 ni kumenyana. Lakini kama ulifikiri hiyo ndio kali zaidi, subiri usikie yaliyofuata. Video ya pili ndio ilianza kuwafanya wengi kuamini kwamba mitandao ya kijamii Kenya kwa sasa imejaa hasira kuliko kawaida.
Mtu mwingine aliibuka na kusema kwamba Rais William Ruto sasa amekuwa rafiki wa shetani mwenyewe na kwamba hata shetani mwenyewe amehama Kenya ili kushughulika na mataifa mengine. Kauli hiyo iliwashangaza wengi sana kwa sababu ilionyesha kiwango cha kukatishwa tamaa ambacho baadhi ya wananchi wanacho dhidi ya serikali ya sasa. Wengine walicheka, wengine walikasirika, lakini ukweli ni kwamba video hiyo ilisambaa sana mitandaoni. Ruto saa hii hata shetani yenyewe amemwacha afanye kazi Kenya. Shetani sasa alienda huko nchi zingine. Hapa Kenya ni Ruto afanye kazi kwa sababu yeye ni rafiki na shetani wameungana hivi. Kwa sababu vitu ambavyo anafanya sio mtu wa kawaida. Kitu ya kwanza ana utu kwa wananchi wa Kenya. Wakenya wanaumia. Hebu maji mtu anataka kuongeza mkate. Mkate ukisoma hata kwa Biblia, Yesu alilisha maskini watu na mikate na samaki. Lakini huyo jamaa anaongeza. Huyo mtu ni mtu wa Mungu. Hakuna. Umejivalia ngozi ya kondo. Umejivalia ngozi ya kondo. Kule ndani ni umbwa mwitu. Kule ndani ni umbwa mwitu. Wacha nikwambie my friend, tunajua kabisa kitu ambacho unafanya. Baba relax. Kwanza baba naomba hivi, piga sherehe yako. Enda kila mahali. Tulia. Usiwe na haraka na wananchi. Maana wananchi wa Kenya hawana shukrani. Na baba in fact ninashukuru hata kama ulikutana na mtu mkasalimia, salimiane kabisa. Maana wanasema inasema kizungu inasema kwamba if you can't beat them fanya nini? Join them. Western kuna mtu ambaye ako na akili na tena nafikiria. Natembea na kushukuru. Natembea umekuja kuokoa watu wa Western. Natembea umekuja kutoa watu katika utumwa. Natembea umekuja kutoa watu katika mnyanyaso ambao mnyanyaso miaka mingi. Kenya tumeuzwa na Kenya tutazidi kuuzwa. Tusipofunguka kile mawazo, tusipokaa pamoja na tuungane pamoja, na kuambia hakuna mahali Kenya inaenda. Maana viongozi ambao tumechagua wote ni wanafiki, wote ni wezi, wote ni majambazi, wote hakuna mtu ambaye anasaidia wa Kenya. Hawana haja na wa Kenya. So long as akipata pesa, akishapata pesa, kesho niliwaambia last time, ukiwa kanisani ukitaka gari mchungaji anakuombea, lakini mchungaji akitaka gari yeye anachangiwa. Hauoni unachezewa hata wewe. Lakini mambo yalizidi kuwa mazito zaidi baada ya video nyingine ya mwananchi aliyesema wazi kabisa kuwa hana heshima yoyote kwa Rais William Ruto, sababu yake ikiwa kwamba tangu rais aingie madarakani kiwango cha ufisadi nchini Kenya kimeongezeka sana. Kauli hii ilizua mjadala mkubwa sana kwa sababu baadhi ya Wakenya waliunga mkono maneno yake, huku wengine wakisema ni kukosa heshima kwa mheshimiwa rais. Na hapa ndipo swali kubwa linaanza. Je, hizi ni hasira za kawaida za wananchi au Kenya inaingia kwenye kipindi kipya cha siasa za hasira mitandaoni? Ni umbwa. Na mimi siheshimu Ruto. Ruto ni gasia. Na tukuseme ukweli, Ruto ni takataka, ndio maana corruption index iko juu. Tangu Ruto aingie kwa ofisi, kila kitu mtoto wa Jomo Kenyatta, Uhuru Muigai Kenyatta alituachia. Huyu Mkalenjin ameharibu. Na Wakalenjin mimi nawaambia ukweli, mkipenda munite mchochezi, mkipenda munite ukabila. Baada ya William Ruto 2027 hakuna Mkalenjin mwingine tutawahi amini na uongozi. Na nyinyi wa Kalenjin, mkitaka tukuje tuwaamini na uongozi wa hii taifa, lazima pia nyinyi mjitokeze kama Wakenya wengine, msimame na Wakenya wengine na mseme ya kwamba Kenya inafanyikia nchi yetu ni mbaya, tunaelekea pabaya na tuko pabaya, na mwenye anaharibu nchi yetu ni mtoto wenyu Mnandi William Samoei Ruto. Tukisema ukweli ya Mwenyezi Mungu, tulitusi Uhuru Kenyatta na Uhuru Muigai Kenyatta, mtoto wa Ngina na Jomo Kenyatta. Baba Ngina utusamee. Uhuru tulikuita mlevi. Uhuru tukakuita mtu wa kuvuta sigara na bangi. Leo hii tuna regret sana. Heri tungekuwa na president mlevi, mwenye hajaokoka na mwenye aendangi kanisa. Lakini askari akikumbuka president anachukia corruption, hadhulumu watu kwa barabara. Lakini askari akikumbuka president anachukia corruption, hadhulumu watu kwa police station. Lakini mwalimu akikumbuka president anapenda masomo, hafukuzi watoto shuleni. Saa hii watu wagonjwa wanafungiwa kwa hospitali, watu wamekufa wanafungiwa kwa mochari, watoto wa watu wanachukuliwa kwa mabaa, wanashikwa kwa barabara, watu wa bodaboda hawana amani, wanashikwa wanapelekwa kwa police station, kutoka ni shilingi 5,000, kutoka ni shilingi 10,000. Uchumi yetu imeharibika. Hatuna inchi, hatuna inchi kabisa. Alafu tukiongea tunaambiwa tutam. Tukiongea tunajaribu kuambiwa ya kwamba maneno ni 10 bila break. Wacha niwaambie, kama kuna makosa kubwa tulifanya kama Wakenya, na hii makosa hatutawahi rudia tena,
hiyo makosa ni William Samoei Ruto. Na mimi ninasema kama kijana Mjaluo, na mkitaka kuniua mniue, haki ya Mungu, William Ruto wewe 2027 ninajua na niko na imani na andi ulisema wewe ni consumer of raw intelligence, na intelligence ishakuambia utashindwa. Yenye sai William Ruto mahali umekaa wewe unajipanga venye utakuja kupinga matokeo ya uchaguzi ya 2027. 2027 si kina Kalonzo, kina Matiang'i na kina Rigathi Gachagua wenye watasema ati hawajakubali matokeo. Ni William Ruto atasimama na aende kotini kusema hajakubaliana na matokeo ya uchaguzi. Na ndio maana tunaambia watu wawili, Erastus Ethekon IEBC chairman, Mungu moja. Erastus Ethekon, nasikia kuongea mbaya, lakini wacha nikuhurumie kidogo. Ethekon, usichome nchi yetu. Ethekon, usichezee uchaguzi yetu. Na Martha Koome, hii ujanja Ruto anajaribu kufanya pale kwa judiciary ya kuweka the 7 bench judge, at least 5 of them wakuwe watu wake. Haki ya Mungu 2027, na hii tunaapa kwa jina ya Mungu mtakatifu, wewe mbwa, wewe shetani, wewe mwizi, wewe muuaji, ghasia, takataka, 2027 it is the Republic of Kenya, the people of Kenya versus William Samoei Ruto, one term. Lakini video ambayo wengi bado hawawezi kuisahau ni ile ya kijana Gen Z aliyesema wazi kwamba hampendi Rais William Ruto hata kidogo, na jambo lililowashangaza wengi ni pale aliposema mtu pekee anayepaswa kulaumiwa kwa kosa la kutompenda rais ni mke wake rais pekee. Video hii ilienea sana mitandaoni, huku wengine wakisema Gen Z wa Kenya hawana tena hofu ya kuongea. Tunachukia rais, na unajua jukumu la kupenda rais ni bibi yake na watoto wake na watu wao, sio jukumu la Wakenya kumpenda. Hakuna mahali kikatiba ama kwa sheria yote Wakenya wanafaa kupenda kiongozi yote yule. Hisia watu wapeleke mbali. Wakenya na sisi vijana tunamchukia rais kwa sababu vile ambavyo amesema, kuna mambo ambayo wanafanya kinyume na vile ambavyo Wakenya walitarajia. Na hakuna vile unaweza wapatia Wakenya tofauti na matarajio yao kisha wewe utarajia kwamba wakupende. Hatumpendi katu. Na kwanza hiyo hapo hakuna hate speech. Na shangaa mbona Jen Kiara ameitwa katika DCI, lakini inakuonyesha vile ambavyo serikali inafanya kazi, kwa sababu ninaamini ya kwamba kuna viongozi wanaiunga serikali mkono ambao wametaja matamshi hatari zaidi, kwa sababu yale matamshi yao ni ya kuwatenganisha watu ama kuleta chuki baina ya makabila mbalimbali katika taifa. Lakini huyu akiongea hakuna chuki yote analeta baina ya watu, anazungumza vile ilivyo. Unapata kwamba anazungumzia tu hisia za vijana. Ni kweli hatumpendi rais, hatuoni tukimpenda, hatuna apology ya kufanya, kwa sababu ni kazi tumempatia. Mwajiri wako, uhusiano kati ya mwajiri na mwajiriwa si wa kimapenzi, ni uhusiano ni uhusiano wa kikazi. Na hiyo kandarasi ambayo Wakenya ama sisi kama Wakenya tumempatia rais sio uhusiano wa kimapenzi, kitu isimdanganye. Ni uhusiano wa kazi, na wakati mwajiriwa ameleta kiburi, ameleta fitina, ameanza kuwapiga marisasi waajiri wake, chuki inafuata. In fact, anafaa kuwa ameenda nyumbani. Kisha mambo yalifika hadi kanisani, ambapo askofu mmoja naye aliibuka na kuunga mkono baadhi ya Wakenya wanaodai kwamba baadhi ya mashambulizi au drama zinazomhusu rais zinaweza kuwa zimepangwa. Kauli hii ilizua mjadala mkubwa sana, kwa sababu sasa viongozi wa dini nao wameanza kuingia kwenye mjadala huu wa kisiasa. Video zote, clips zote, mtamuona huyo kijana the same kitendo ambacho ametenda Kilifi ndio the same thing alitenda Garissa, na utaangalia the same kijana ndio the same man ambaye alitenda kitendo kama hicho Bomet. So utajiulizaje? The same person, different places. One person, different places. So unaangalia kwamba ni mtu mmoja, na mtu huyo atakuwaje kwamba hata huyu mtu kwamba haishi Kilifi. Haishi Kilifi. Huyu mtu anaishi Eldoret, na kama anaishi Eldoret
na this person hata si kabila ingine, is a Kalenjin. Huyu kijana anaishi Eldoret, na the same person ndiye alipatikana Bomet akifanya hivyo, same person ndiye alipatikana nini Garissa akifanya hivyo, na the same person ndiye amefanya akapatikana Kilifi akifanya hivyo. So Wakenya tunapumbazwa akili, na nafikiri kwamba wanasemanga chochote utendacho katika giza kitawekwa wazi mchana. So kile ambacho rais wa Kenya anajaribu kufanya kwamba ni kuteka mawazo ya watu. Sasa ukiangalia video zote hizi kwa pamoja, kuna kitu kimoja ambapo kinaonekana wazi ya kwamba Wakenya wengi hasa vijana wa Gen Z wanaonekana kuwa na hasira kubwa sana dhidi ya viongozi wao, na mitandao ya kijamii sasa imekuwa sehemu yao ya kutoa hasira zao waziwazi. Lakini swali la msingi ni je, huu ni uhuru wa kujieleza au Kenya inaanza kuingia kwenye siasa za chuki ambazo zinaweza kuwa hatari zaidi huko mbeleni? Trevor, nani alisema Yumbo iongee hapa? Nani aliwasha hii TV? Nili. Nani lazima hii TV sitaki kuona mtu akiongea. Bwana zima TV. Nani aliwasha hii TV? Nili. Nisiwaipata hii ng'ombe tena inaongea hapa. Umesikia? Nisiwaipata hii ng'ombe inaongea hapa. Utataka. Sasa nataka kujua maoni yako. Unadhani hasira za Wakenya zimefika kiwango cha kutisha au wananchi wana haki ya kusema wanachojisikia kuhusu viongozi wao? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.